Karibuni tena kwenye channel yetu ya Draft Kipaji. Kama ilivyo ada, leo tunaendelea kuangalia michezo ya drafti. Tunaendelea kujifunza jinsi ya kucheza kata mara mbili, na ukianzisha kata mara mbili mtu anachezaje. Ukianzisha meja, kata meja unacheza kata mara mbili. Kuangalia mitembeo inaendaje. Kama kawaida tunaenda kuangalia live kata mara mbili inachezaje. Pia leo nitajibu maswali ya watu wengi waliouliza. Kwa hiyo moja kwa moja tuende kwenye maswali. Kuna mtu ameniambia, aliniuliza, alishauri kuwa niweke dakika 3 ninapocheza live. Sasa shida ya kuwa nikiweka dakika 3 nikiweka dakika 3 video zinaenda kuisha. Yani mtu namfunga kwa muda, sio namfunga kutokana na mchezo ulikuwa unashinda, au hata kama mchezo unakuwa unashinda, ila kwa sababu muda ni mchache, kwa unakuta ameshindwa kuangalia kete, kupata muda sahihi wa kufikiri kete zake, kwa unakuta namfunga kwa muda. Sasa ikiwa namfunga mtu kwa muda, video zinakuwa hazina maana. Kwa maana ipi? Kwa video tutakuwa na record video, lengo letu tuangalie mchezo mwanzo mpaka mwisho, ila mchezo unakuwa unaishia njiani. Kwa hiyo step zingine zinazokuwa zimebaki tutakuwa hatuzioni. Kwa hiyo inakuwa sio nzuri. Alafu kitu cha pili, leo na record hapa video toka saa 10 hivi, ila nilitumia account yangu halisi, ikawa wale wachezaji wa kawaida hawaji kucheza. Kwa hiyo wanakuja wachezaji wanaojua. Kwa kuwa wanakuja wachezaji wanaojua, hawachezi vile ambavyo sisi tunatarajia wacheze. Kwa mfano sisi tunapo kwenye mafunzo ya video za kata mara mbili, kwa kuwa wao wanakuja wachezaji wanaojua zaidi, kwa sababu ile account ina 1300. Kwa hiyo ni account kubwa kwa huku PLK, ni mchezaji mkubwa ukiwa unatumia account ile. Kwa hawaji wachezaji ambao wanacheza, yani wachezaji ambao tumewazoea mtaani, wenye michezo ya mtaani. Kwa hiyo ni wanakuja wachezaji wakubwa. Kwa hiyo kwa wachezaji wakubwa haimaanishi hatushindi wakija wachezaji wakubwa, hapana. Ila akija mchezaji mkubwa hachezi kata mara mbili. Wewe ukianzisha meja, yeye anajibu kwa meja 4. Kwa hiyo ili ucheze kata mara mbili unabidi ukianzisha meja, yeye akate meja, ndio unacheza kata mara mbili. Ila yeye akiwa ameanzisha meja 4 au ameshika nukza, unakuwa unashindwa kucheza kata mara mbili, kwa sababu kata mara mbili inakuwa haipo tena. Kwa hiyo ndio leo saizi mwana nitumia account yangu hii account sio yangu, account guest. Yani sija login kwenye account yangu ya Draft Kipaji, nimeamua nitumie account hii ili tuangalie mafunzo. Hii account ndogo nishaitumia imecheza. Yani hizi account zingine wao unatumia mtu kujaribia copy. Kwa mfano account hii hapo, unaingia unajaribu copy, sio account halisi, ni account tu ya kwa tumpata mtu hapa ya kufanyia majaribio. Lakini leo nimeona nitumie kwa sababu ambazo nimewaelekeza hapo. Tunaanzisha meja, tuombea cheze kata haya. Kwa kikata hivi tunapata awe ni kwa sababu ameturuhusu tucheze kata mara mbili, ambayo tunakata anakula. Kama hii ndio inaitwa kata mara mbili. Yani alipocheza vitu kwa tupokata na ile ya juu ndio inaitwa kata mara mbili. Akicheza hapa tunaweka hapa kama ilivyo ada. Yani leo nimejitahidi sana kutengeneza video kwa muda mrefu. Kwa sasa nitatengeneza hata sitacheza hata na wachezaji hata wengi. Huenda nikacheza na huyu tu, au nikacheza na mchezaji mwingine atakaye kuja. Maana wamekimbilia kusema draw, ninamkatalia. Twende tuone. Alipocheza anacheza, hachezi makosa, jitahidi anacheza sahihi. Kwa hiyo anaweka hapa, anapiga hapa, anakula, anapiga 2, anakula hizi.
nadhani itakuwa draw kama atacheza vizuri. Ila leo ngoja tubadilishe tuweke hii. Huu mchezo nadhani nilishawahi uonyesha. Sasa sijui kwa nilionyesha kwenye video ambazo nimeupload au ni mchezo ambao nimecheza, kwa sababu sasa kama nilivyokuambia nimecheza sana, kwa hiyo kichwa kidogo kimechoka. Kwa hiyo nimecheza michezo mingi. Michezo hata 10 inaweza ikawa inazidi. Na yote nikicheza watu hawachezi kata mara mbili, kwa sababu nilikuwa nakutana na wachezaji wa kubwa. Kwa hiyo hawachezi kata mara mbili. Ikawa kidogo ni mtihani. Nikawa nashindwa kurekodi video, kwa sababu lengo la hii video ni kuonyesha mchezo wa kata mara mbili. Sasa ikiwa mtu acheze kata mara mbili, ninakuwa anachokielekeza inakuwa hakipo. Akicheza hapo natoka hiyo naweka. Yanakuwa nawachanganya watu. Mtu na nimesema naelekeza kata mara mbili, alafu nije nicheze mchezo ambao sio kata mara mbili, inakuwa kidogo watu wanachanganyikiwa. Kwa sababu itakuwa kila video unacheza mchezo mpya, kila video unacheza mchezo mpya. Kwa hiyo mtu anakuwa anashindwa kuona mchezo kamili mpaka mwisho unachezwaje na miguu mingine inachezwaje. Hapo tunaweka na mwangalia anachezaje. Akija kule tunaomba, tunabana huko, tunakula. Kwa hiyo ndio hivyo jamani. Leo nimerekodi video nyingi sana mpaka nimechoka. Lakini kwa sababu niliahidi kila nitakapopata nafasi ya kutengeneza video nitakuwa natengeneza video kila siku. Kwa hiyo imebidi nijilazimishe. Ila ingekuwa kwa hiari yangu tu, nisingerekodi leo video, ningecheza hata kesho. Ila sababu ndio hivyo, ahadi ni deni. Niliahidi nitakuwa natoa video kadri niwezavyo. Kwa hiyo nimeona tu nitimize ahadi yangu. Kama nilivyosema, sitacheza na wachezaji wengi. Nitacheza na wachezaji wawili, au kama vipi nitacheza na huyu tu. Nita-upload akipaki huko. Nachukua tu. Nacheza hapa na kula. Nacheza hapo. Kwa ingia, kwa sababu hapo ukiomba mtoto naye anataka ale hizo kete mbili. Kwa nakuletea ujanja. Angalia hapo. Sasa hizi tutakuwa tuna pause video isiwe ndefu. Amecheza hapo, akicheza hapo weka tu hii. Kula hadi mwisho unamwekea tu hii. Ikiwa mtu unaangalia mchezo hujaelewa kwa nini nimecheza hivyo, au sababu ya mimi kucheza hivyo, unaweza tu uka comment kwa nini nimecheza hivyo. Nitakupa sababu, nitatengeneza video ya kutoa sababu kwa nini nimecheza hivyo, au nimefanya hivyo kwa sababu zipi. Hapa unashika tu hii inakuwa sare kama ambavyo ameitisha. Hii ni copy. Kwa hiyo ndio nilivyoanza tu kaitisha sare, kwa sababu kaona ni copy. Kwa hiyo kitu vyote vile itakuwa sare. Ndio maana kasema jamani, leo mimi nita-upload hata kama hii video hii tu, hata kama ni asale nitai-upload, kwa sababu nishatengeneza video nyingi kama nilivyoelekeza. Kwa hiyo sare ya kata mara mbili ndio inapopatikana. Kata mara mbili ziko za aina mbili. Kuna ile ambayo imezoeleka, na hii inayoicheza mimi haijazoeleka sana. Ile zoeleka ile unampa mtu kete mbili, alafu inakuwa kete 3, na wewe unakuwa unapata kingi 2. Tofauti na hivyo na kwa tu sare nyepesi.
Asanteni, mimi leo sitatengeza video nyingine, tutaonana kesho.